Tumezungumzia kuhusiana na ukombozi wa roho ya mtu ambaye ako kwenye ndoa ama anataka kuingia kwenye ndoa ama mahusiano, ukombozi wa moyo wa mtu ambaye anataka kuingia kwenye ndoa ama ako ndani ya ndoa. Lakini sasa nataka nifundishe kuhusiana na ukombozi wa mwili kwa mtu ambaye anataka kuingia kwenye ndoa ama mtu ako ndani ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 7, maandiko yasema hivi: Adamu na Hawa wakajiona kuwa uchi. Maandiko yasema ya kwamba baada ya kuwa Hawa amekula tunda lile ambalo Mungu alikuwa amekataza, tunda la mti ule ambao Mungu alikuwa amesema watu wasile matunda huo mti, kile kilifanyika ni kwamba Hawa alifunguliwa macho. Sasa kuna kitu nataka ukione hapa. Wewe unadhani Hawa alipofunguliwa macho akaona, ni nini ambacho kilimjulisha kwamba tayari Hawa ako uchi mpaka akaenda kwa mume wake akampea tunda akule, ili kwamba ahakikishe? Nini ambacho kilimfanya Hawa aone, ama ni nini aliangalia kwenye mwili wake ama mwili wa Adamu akaona kwamba wako uchi? Maana Hawa ndiye alikuwa wa kwanza kukula tunda. Kwa hivyo kama ni kucheka ama kushangaa, tayari alikuwa ameshangaa, alikuwa amecheka akatosha kuona Adamu ako uchi. Ujue Adamu tayari alikuwa haja kula ile tunda, maana yeye mwenyewe, ina maana kwamba yeye mwenyewe tayari alikuwa amefunguliwa macho. Na ndio maana utaona kwamba wanawake wengi hawana shida ya kuangalia wanaume wakawatamani. Mimi nadhani wakati ule ndio waliangalia wakatosheka kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 5 nadhani 28, maandiko yanasema kila mwanaume amwangaliaye mwanamke akamtamani atakuwa amezini naye katika moyo wake. Sasa wakati ule Adamu alipokula ile tunda akajiona kwamba yuko uchi, maandiko yanasema ya kwamba alikimbia akaenda kujificha. Kwa hivyo hakuwa na wakati wa kumwangalia mke wake Hawa vizuri, akamchunguza akajua, akamwangalia. Kwa hivyo ndio sababu utaona wanaume wengi leo hii wako na shida ya kuangalia wanawake wakawatamani. Maana Adamu alipokula ile tunda akafunguliwa macho, hakuwa na wakati wa kutosha wa kumwangalia nani? Mwanamke. Kwenye maisha yako kama utajaliwa kuangalia, hakikisha kwamba unaona. Maana ukiangalia na ukaishia kuangalia tu, utashindana na aliyeona. Sio topic yangu, ni mahali nilikuwa napitia. Sasa pointi yangu iko wapi? Wakati ule Adamu na Hawa walipokula tunda, maandiko yasema ya kwamba walifunguliwa macho wakaanza kuona. Yaani wakajiona kwamba wako uchi. Kwenye maisha yako usiwahi kutaka hata siku moja siri za ndoa yako ama uchi wa ndoa yako ukaonekana. Maana hiyo siku ndio siku ambayo ndoa yako itaisha. Shetani akitaka kumaliza ndoa ya watu wawili ambao waliopendana, huwa anahakisha kwamba anaiweka ndoa yao kuwa wazi. Anaweka mambo yao ya ndani yanakuwa wazi. Kama ni mwanamke ama mwanaume, anaanza kutoa mambo ya ndani ya ndoa yanaanza kuwa wazi. Hapo ndio sasa ndio unaona kwamba itakuwa katika hali ya kuisha. Ndoa huwa inafuata hatua kuu 3 kabla haijaisha ama kabla haijafika tamati. Hatua ya kwanza ni pale ambapo mwanaume anazungumza alafu mke anasikiliza. Hiyo ni hatua nzuri sana, na ndio imeandikwa kwenye Biblia kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 5 na mstari wa 23, ya kwamba mwanaume ni kichwa cha boma ama cha mkewe, kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa. Mwanaume ndiye anafaa kuwa kichwa, anaongea, alafu mke anasikiliza, maana kwenye kichwa ndio kuna mdomo wa kuongea. Lakini pia hatua ya pili kabla ndoa haijafunjika ni pale ambapo mke ataongea lakini mume anasikiliza. Hii ni hatua mbaya sana, maana sisi wanaume hatukuwa tumeumbwa kutawaliwa.
tumeumbwa kutawala. Sijui kama naeleweka. Na ikifikia hii hatua, kila mwanaume anakuanga anatafuta namna vile atajitoa kwenye ile ndoa. Kwa hivyo kama mwanamke, isije ukafika wakati ikawa wewe ndio unamtawala mume wako, ati unaongea na yeye mwenyewe anasikiliza. Ujue hiyo hatua, hata kama huyu mwanamke atakuwa ni zezeta ama akili hana, ujue tayari amesha kuacha. Hata kama haja kuacha kimwili, lakini kiroho ama kinafsi anakuanga tayari amesha kuacha. Labda atakuwa anakaa nawe kwa sababu labda unampea pesa, unamsupport kwa namna fulani, ama unamfurahisha kitandani, lakini tayari anakuanga amesha kuacha. Lakini pia hatua ya mwisho ambao ndio mbaya sana inafanyanga sasa mnaachana kabisa, ile hatua ya kwamba wawili nyote mnaongea, mnagombana, alafu majirani ama watu waliowazunguka ndio wanasikiliza. Hii hatua ikifika, hii ndio inakuanga tayari imeisha, na hakunanga dawa isipokuwa tu muhusishe Mungu aingilie katikati. Ndio maana utaona kwamba kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 na mstari wa 12 utaona kwamba Adamu baada ya kuwa amejiona kuwa uchi, Mungu anamuuliza uko wapi? Anamuuliza umefanya nini? Adamu anamwambia kwamba yule mwanamke ulionipa. Ina maana zile siri zao za ndani za wao wawili Adamu ameanza kuzitoa kwa Mungu, ama kwa third party, kwa second party, kwa wale watu ambao wanawazunguka, kwa majirani. Ikifikia hatua kwamba ati mnaongea kwenye ndoa lakini majirani ndio wanawasikiza, ujue kwamba hiyo ndoa tayari imeshafunjika. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walipofikia hii hatua, akina Adamu na Hawa walijaribu kujistiri kwa matawi. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3:7 walijaribu kujifunika kwa matawi, lakini haikuwezekana. Ndoa yoyote ikifikia hii hatua ya kwamba mnaongea ama mnagombana na alafu majirani wanasikiliza, hii hatua mwezi mkatatua mkiwa wawili, lazima muhusishe mtu mwingine ama muhusishe Mungu awasaidie. Ndio maana utaona kwamba Mungu alipokuja aliwafunika kwa ngozi la mwanakondoo ambao ni yule Yesu sasa, ambaye Yesu alikuja kuleta neema. Kwa hivyo ndoa yako ili ipone baada ya kuwa imefikia hatua ya 3 ambapo nyote mnangobana, majirani wanasikiliza, kwenye hiyo hatua unafaa sasa umuombe Mungu aachie neema kwenye ndoa yenu. Maana kama Mungu hataachia neema, ni bila shaka hiyo ndoa itafunjika. Lakini pia kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3 na mstari wa 9 maandiko yasema kwamba walijificha uso wa Mungu. Kwenye hii hatua ikifika ya kwamba mnagombana, haikuangi rahisi sana kusikia uwepo wa Mungu ama kumtafuta Mungu tena. Kama vile ulikuwa unasoma Biblia, vile ulikuwa unaomba, ulikuwa mtoaji, ulikuwa unaenda ushirika, haiwezekani tena. Ndio maana watu wengi unaona kwamba kwa sababu ya kuwa mbali na Mungu, sasa shetani anaachia roho ya mauti, wengine wanajinyonga, wanajiua. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii hatua ikifika, Adamu anamwambia Mungu, nasikia sauti nilisikia sauti yako nikajificha sababu niko uchi. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3 na mstari wa 9. Huyu ni Adamu anamwambia Mungu, niliposikia sauti yako nilijificha kwa sababu niko uchi. Mungu anamuuliza Adamu, ni nani amekuambia kwamba wewe uko uchi? Ina maana kwamba shetani ndiye alikuwa ameleta lile wazo. Shetani ndiye alikuwa amefanya lile jambo wajione kuwa wako uchi. Kama kwenye ndoa yenu mtakumbali watu waliowazunguka wakuwe advisor wenu kwenye ndoa, na hasa watu wale ambao hawajaokoka, watu wale ambao hawapendei mazuri, ujue kwamba ni bila shaka hiyo ndoa yenu ni bila shaka itakuwa imefunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa maandiko yasema ya kwamba Mungu alipokuja aliwafunika kwa vazi kwa ngozi la mwanakondoo. Maandiko yasema mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo huyu mwanakondoo alikuwa ni bila shaka ni Yesu, katika kitabu cha Ufunuo 13 na mstari wa 8. Lakini pia Wakorintho wa pili 5:3 maandiko yasema ya kwamba kwa kuwa hatutakuwa uchi, maana tumefunikwa. Kwenye maisha yako usiwahi kukumbali ndoa yako ikuje kuwa uchi ama maisha yako yakuje kuwa uchi, yatokee kwa watu. Hapo ndio sasa utakuwa umewaachia watu wapate kuingiza mabaya kwenye ndoa yenu. Ukombozi wa mwili.